karibu tena katika tukio. Hapa tuko maeneo ya Bugu kwa Mustafa. Tumemtembelea ndugu yetu anakwenda kwa jina la Fikiri Rajabu. Yeye siku ya leo ni miongoni mwa watu ambao kaandaa tukio kubwa sana. Hili ni tukio gani? Hili ni tukio ambalo anaenda sasa kwenda kufanya kikao na wananchi, lakini pia kuna mkuu wa wilaya ya Ilala naye mheshimiwa ni miongoni mwa watu ambao watafika mahali hapa. Lakini sio peke yangu, hapa mbele niko na bwana Karimu Mkali, naye pia nitampa fursa aweze kuzungumza mawili matatu, hususan watu tunaenda kuelekea sasa katika tukio la leo. Bwana Mkali, unaweza kuzungumza chochote hususan kulingana na tukio hili la leo? Naam, kabisa kama ulivyosema awali ndugu yangu Sanga kwamba leo hii atakuwa DC wa Ilala, pia atakuwa OCD wa Chanika mpya. Tutakuja kumuona hapa katika viwanja vya serikali ya mtaa kwa Mustafa. Nini maana ya mkutano huu? Mkutano huu kwa wale wasiofahamu kwamba huyu kiongozi mheshimiwa wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa hakuwahi kufanya mkutano kama huu. Alishawahi kufanya mkutano wa ndani, sisi Sanga Media tukapata bahati ya kuhudhuria, lakini leo hii mkutano huu kwa ajili ya wananchi. Ni vyema uje katika viwanja hivi ili useme kitu ambacho kimenyooka, serikali jua inafanya nini juu ya mtaa huu. Lakini kama bwana Mkali kama alivyozungumza, kuna kitu kimoja kaweza kukizungumza kwamba sehemu kama hizi mnahitajika wananchi wote muweze kufika mahali hapa, kwa sababu mkifika mapema ndio mwanzo wa kujua ajenda mbalimbali. Lakini pia wewe kama mwananchi ni haki yako ya kimsingi kushiriki katika matukio haya, kwa sababu ukishiriki katika matukio haya unaweza sasa kutoa kero zako mbalimbali. Lakini bwana Mkali, unalipi sasa kuzungumza hususan kwa mkuu wa wilaya ambaye yeye ni miongoni mwa wageni rasmi ambao watahudhuria tukio hili la leo? Mimi cha kusema kwa mkuu wa wilaya kuja hapa, mimi kwanza kwangu naona furaha kwanza. Kama furaha kwa sababu kiongozi mkubwa wa nyanda za juu kama hizo akija mpaka eneo hili na mwenyekiti kaongea naye na anasikia eneo hili na anasikiza wananchi kwa ukaribu zaidi. Sisi wote tunatoka wilaya ya Ilala. Hata Sanga Media pia ipo katika wilaya ya Ilala, japokuwa inafanya kazi wilaya yoyote ile, lakini sisi chimbuko letu wilaya ya Ilala. Na taarifa zilizotufikia ni kwamba mkuu wa wilaya ambaye yeye ndio mgeni rasmi katika tukio la leo anafika hivi punde, kwa maana ndani ya dakika 4 au 5 atakuwa kashafika katika viwanja hivi vya Mustafa. Hii ni serikali ya mtaa na kwa Mustafa ambako ndio tuko sasa, na sisi Sanga Media tupo kwa ajili ya kukuletea wewe matangazo ya moja kwa moja popote pale ulipo, kwa sababu tunaamini kuna baadhi ya wananchi ambao hawajaweza kufika mahali hapa, lakini kupitia Sanga Media wanaweza sasa kuona kila kitu kinachoendelea katika viwanja hivi vya maeneo ya serikali ya mtaa. Mimi baada ya kuzungumza, kwanza nina furaha kubwa kutokana na namba naona nazidi kuongezeka katika eneo hili. Manake watu wameitikia wito wa mwenyekiti wao Mheshimiwa Timbwa. Wameitikia wito wao. Naona namba mwanzo ulipokuja kwa namba ndogo, lakini naona wananchi wanajitokeza kwa hali ya juu kabisa eneo la serikali ya mtaa kwa Mustafa. Na hiki kikao sio mkutano, sio kwa ajili ya watu wa serikali kwa mtaa kwa Mustafa. Hata unatokea Kinyamwezi si mbaya kuja, kwa sababu wote tunakaa eneo hili lote moja. Mtazamaji wa Sanga Media, nini unatakiwa kufanya? Kikubwa unachotakiwa kufanya, unatakiwa kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata matukio mbalimbali yanaendelea kutokea mahali hapa. Lakini mimi ni mtangazaji wako kwa jina la Lucas Sanga, pembeni niko na ndugu yangu kwa jina la Karimu Mkali, nyuma ya kamera ni director Kibindo ambaye yeye sasa ndo anakufanya kwamba sisi tuone katika muonekano huu ambao unatuona. Karibu tuende pamoja, wakati tunaenda kumsubiri mgeni rasmi ambaye anaenda kufika hivi punde. Karibu sana. Rasmi sasa nasema mkutano huu nimeufungua rasmi, na tunapaswa tuanze na zile ajenda tulizonazo zenye uwezo wetu, wakati tukisubiri muda si mfupi mkuu wa wilaya atakuwa akiwasili viwanja hivi. Kwa mkutano nimeufungua rasmi. Nipende kuwatambulisha watu ambao tayari wamekwisha kuwasili mahali hapa. Kwa kwanza nitajitambulisha mimi mwenyewe. Kwa majina yangu naitwa Jacqueline Mfugale, ndiyo mtendaji katika mtaa huu wa Mustafa. Lakini pia tunaye mwenyekiti wetu Fikiri Rajab. Lakini pia tunayo kamati ya mtaa. Kwa umoja wenu ningependa msimame watu waweze kuwaona. Hii ndiyo kamati yetu ya mtaa. Wako 5, lakini hapo waliosimama ni 3. Mmoja anakuja kidogo amepata dharura, lakini mwingine kidogo alikuwa anauguliwa, kwa hiyo atuko naye hapa karibu. Lakini pia ningependa kukaribisha na kutambulisha uwepo wa mainjinia katika kanda hii namba 5. Karibuni sana. Asanteni sana. Hao ndio mainjinia ambao wanahusika hasa katika masuala ya vibali vya ujenzi, hivyo mtapata kuwasikia wenyewe wakiwa wanatoa elimu kuhusiana na masuala ya vibali vya ujenzi. Lakini pia kwa utambulisho zaidi, ningeomba pia nimkaribishe mwenyekiti aweze kuendelea.
Karibu mwenyekiti. Asante mtendaji. Nafikiria mtendaji ametoa maelezo mazuri kwamba mkutano huu tumealika baadhi ya viongozi. Tumealika DAWASA Ukonga, tumealika DAWASA Kisarawe. Nanyi mtaamini kwamba tunahudumiwa na DAWASA, lakini DAWASA hizi na utaratibu wake. Upande wa ng'ambo ya Kibongwa manake wanahudumiwa na DAWASA Kisarawe. Upande huu ambao tumekaa sisi tunahudumiwa na DAWASA Ukonga. Kwa hiyo manake tumewaalika. Lakini pia tulipata bahati ya kumwalika meneja wa TANESCO. Mimi naamini kwamba kwa sababu ujio wa mkuu wa wilaya, imani yangu inanipa ni kwamba pia naye atakuwepo kwenye viwanja hivi. Tumemwalika dampo meneja, tumewaalika viongozi wa kanda ambao wao wanahusiana na masuala ya vibali vya ujenzi, lakini pia na wao tutawapa nafasi, watatupa elimu sisi wananchi wakati tunataka tujenge nini kinatakiwa kifanyike. Lakini pia tunao wajumbe wangu wa mashina 11 ambao ndio wasaidizi wangu kwenye mitaa. Wote leo hapa wapo na nitawasimamisha mmoja mmoja, atasalimia viti wa mashina kwa ajili ya kuwapa barua. Kwa hiyo nao, lakini kipekee kabisa niseme tunaye afisa mtendaji wa kata hii ya Pugu ambaye Beatrice kidogo yeye anauzu, lakini amemtuma kaimu wake. Tunaye hapa Kaula ambaye ni afisa mtendaji wa mtaa wa Pugu Bombani, ameshafika viwanja hivi. Ninaye mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Wenye viti wote wa mitaa mitano inayounda kata hii ya Pugu watakuwepo muda si mfupi. Lakini hapa tunaye malikia yetu, mama yetu huyu mwenyekiti wa mtaa FSB, dada yetu Lema Albamande, naye tutamsimamisha, atasalimia. Tunayo, lakini ninao viongozi wa chama katika tawi hili la Mustafa. Nami mnaamini nimetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini ninao viongozi wangu kuanzia mwenyekiti, naye katibu, nao viongozi wote tunao. Lakini nafikiria viongozi wengine washaanza kuwasili. Hiyo ndinga inayoingia hapo, huyo atakuwa ni pacha wangu mwenyekiti wa mtaa wa Kenyamwezi, Fadi Sindason Mladi, na hiyo ndio mwenye mbwembwe atakuwa huyo kabla watu wengine kuwasili. Kwa maana yake ni kwamba tunatarajia tuanze kikao chetu. Watakapofika, si vizuri kuwainua viongozi saizi kusema. Akifika tena mkuu wa wilaya ni wainue tena, mtakuwa na waonea. Lakini kushoto kwetu majemedali wetu wanaolinda mtaa wetu, makamanda wetu wakiwa kwenye uniform kombati zao, wakiwa wamependeza kabisa. Kutoka kwenu nyinyi wananchi, hizo hapo leo tutazizindua rasmi na zitatumika. Na bahati nzuri nakumbuka wakati tunafanya utaratibu wa kuzindua hizi, kuzitengeza, tulipata msiba wa kuondokewa na OCD wetu wa kipolisi wilaya ya Chanika, Fande Awazi Mohamed Chiko. Lakini leo atakuwa OCD mpya hapa kama wilaya, ambaye mkuu wa wilaya, na nyinyi mtapata fursa ya kuchangia. Kwa hiyo mimi niseme karibuni sana. Sasa tunaenda kwenye zile ajenda zetu ndogo ndogo ambazo wenyewe mtapata nafasi tashiriki, na baada ya hapo, wakati muda unavyozidi kutaladadi, unavyozidi kwenda, kiongozi akija hapa, kuna baadhi ya ajenda tutakuwa tumezimaliza. Mimi naomba nianze kuwainua mwenyekiti wa shina mmoja mmoja tu anyoshe mkono hivi hapo alipo, kabla baadaye kuwasimamisha sana. Tunaanza na shina namba 1, ndugu Amisieli, simama tu unyoshe mkono hivi wakuone kama upo. Jamani, huyu ni mwenyekiti wa shina namba 1, anatokea Kibongwa. Shina namba 2, Emmanuel. Shina namba 3, mamangu Sauda mmemwona. Shina namba 4, mama Beti Salimo mmemwona. Shina namba 5, Salum Seif Chapa mmemwona. Shina namba 6, Semeni Ngajimba mmemwona. Shina namba 7, Ashura Miranzi mmemwona. Shina namba 8, yuko bado hajaji, mama Nyota, si ndio? Naona anakuja. Shina namba 9, Time. Shina namba 10, Lema Madenge. Shina namba 11, Juma Mwenyija. Mustafa oye, tupo pamoja hapo Haya, tukirudi kwenye kamati yangu ya mtaa, mimi
Nilipochaguliwa, nimechaguliwa na kamati yangu na ndio wasaidizi wangu na ndio waratibu. Tumekaa kwenye kikao cha kamati ya mtaa, tumefanya majambo ambayo yale yanayostahili kuyaleta kwenu. Kwa hiyo nianze kumsimamisha wao, watanyosha tu mikono. Baadaye mtambulishe Catherine, nadhani mmemuona. Naomba nimtambulishe Sharifa. Huyu mama wengi mnaona kama mgeni, maana watu wengi nikimsimamishaga huyu hawamuelewi. Huyu ni mjumbe wa serikali ya mtaa, yeye anatokea kanda ya Kibongwa, anaitwa Sharifa Saidi Kolongo. Sasa namleta kifaa chenu ambacho nadhani wenyewe mnamjua, Godfrey January Mandimu, na ni huyu amumshangai yupo hapa. Lakini kama alivyotoka kuzungumza afisa mtendaji wangu, ninaye mjumbe wangu wa serikali ya mtaa, yeye amepata matatizo ya kifamilia, Fortunata Benedict Liuki, wengi mmemzoea kwa jina la Mama Macho. Nafikiria yeye yuko muda mrefu Pokelewi Mwanza, alifiwa na kaka yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nafikiria alituambia katika mwezi wa 7 ndio atarudi rasmi nyumbani. Kwa hiyo hapa tunamwombea uzuru, lakini bado ni kiongozi wetu, tunakwenda naye mpaka pale tutakapokuwa tumehitimisha ngwe yetu. Ndugu wananchi, kama nilipotangulia kusema kwamba mkutano huu ni wa kwetu, lakini ameingia pacha wangu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinyamwezi, ndugu Fahadi Sindasoni Mlali, atanyosha mkono tu hapo, lakini kama nilivyosema siwatambulishi sasa hivi, nitawatambulisha baada ya mkuu wa wilaya akiwa amefika ili aweze kuwaona. Mheshimiwa, simama kunyoosha. Huyo ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinyamwezi. Kwa hiyo hapa tulipo tupo wenye viti watatu. Hapa kata ya Pugu inaundwa na wenye viti watano, hapa tupo watatu. Na mimi ninayezungumza ndio mwenyekiti wa wenye viti wa kata hii ya Pugu. Kwa hiyo sasa hivi mwenyekiti wa wenye viti ametokea mtaa huu wa Mustafa. Aliyomaliza alitokea Kigofeshi Edwini. Sasa hivi tumekuja Mustafa, huwezi kujua miaka inayokuja alikadhalika ndio hivyo. Kwa hiyo tumebakia na wenye viti wawili ambao muda si mfupi watawasili, wa Pugu Bombani na huyu wa Kigofeshi. Kwa hiyo mtendaji, sasa utupeleke kwenye ajenda ambazo tunaweza kwenda nazo. Ajenda ya kufungua mkutano tayari. Sasa hatuwezi kuendelea bila ya kukabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Sisi ni waumini hapa madhehebu mbalimbali. Tutaanza kuwakaribisha viongozi wetu wa dini watufungulie kwa dua, na baada ya hapo nafikiria tutaanza kutafuta maendeleo katika mtaa wetu. Mwenyezi Mungu tulindie kikao chetu, yatakayojaliwa yote, kila litakayojadiliwa Mwenyezi Mungu tunakuomba liwe manufaa katika mtaa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu tuweke utulivu katika kikao chetu hiki mwanzo na mwisho wake. Kila tutakayojadili Mwenyezi Mungu tunakuomba utufanikishie yale kheri yote na mtaa wetu uweze kupata manufaa kama vile Allah ulivyoagiza. Allah, tunakuomba utulindie kikao chetu hiki na yote Mwenyezi Mungu tutakayozungumza waja wako sisi, basi Mwenyezi Mungu tunakuomba utufanikishie, na wale viongozi wetu Mwenyezi Mungu walinde, uwape nguvu, uwape ujasiri, uwape uwezo wa kuwahurumia wale wanaoongoza au sisi wanaotuongoza, na kila Mwenyezi Mungu wanachokipanga kwa ajili ya manufaa yetu Mwenyezi Mungu nakuomba Rabi kifanikike. Wewe ndio muweza yote mbinguni na ardhini, hakuna mwenye uwezo kuliko wewe Allah. Tunaomba msaada wako ama katika kikao hiki, utuongoze kikao chetu na utulinde na utufanikishie yale yote Mwenyezi Mungu tunawataraji. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Karibuni kwa ajili ya kumkaribisha Mungu katika mkutano wetu huu. Baba Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, mwenye uwezo wote na mamlaka zote, tunakukaribisha katika mkutano wetu huu mkuu wa mtaa. Uwe nasi mwanzo hadi mwisho, utuongoze na utuelekeze katika kuyanena na kuyatenda yaliyo mema. Uwape baraka na matashi mema viongozi wa mtaa huu, ili waweze kuwaongoza wananchi wa mtaa huu kwa wema na amani.
utuongoze na kutubariki na sisi wananchi wa mtaa huu tuweze kuwa wasikivu kila tunapoelekezwa kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa kama tulivyotangulia kusema kwamba kuna baadhi ya majambo tutakwenda nayo kwa haraka ili watakapokuwa wamefika hapa, kuna mambo tutakuwa tumemalizana nayo. Sisi ndugu wananchi, kumekuwa na migongano sana, aidha ya kutokufahamu ama kutokuelewa. Leo tumewakaribisha viongozi wakuu wa kanda hii. Sisi tuko kanda namba 5. Ni wajibu kila mwananchi anapotaka kuanza utaratibu wa ujenzi, aidha kwenye eneo lake ama anapotaka kufanya ukarabati wowote kwenye nyumba yake, ipo kadhia huwa anakutana nayo mara kwa mara. Mwisho wa siku kuto kufahamu nini majukumu yake. Sasa ili tufahamu majukumu yetu na hili tujue kabla hujaanza ujenzi nini kifanyike, tumemkaribisha leo injinia mkuu wa halmashauri wa kanda hii namba 5, ndugu yetu Mr. Rajabu atatupeleka na kufahamu nini kinatakiwa tufanye wakati aidha unataka kuanza ujenzi ama unataka kufanya ukarabati wa jengo ama ni kitu gani unataka kile ufanye. Kwa hiyo kwa kuwa wao wana shughuli nyingi za kufanya, lakini pia ni lazima waanze wao, sababu kuna mambo mengi atakapoingia mkuu wa wilaya, mambo mengi kwa kuna nafasi tutakuwa tumezibanda, bado tukasema ni bora tukawa tumeanza kidogo kidogo. Kwa mimi nimkaribishe injinia atupitishe kwenye yale ambayo yanayotakiwa, na baada ya kumaliza tutarudisha tena kwenu kama kutakuwa kuna swali, kuna nyongeza, kuna nini. Mwisho wa siku tutakuwa tumemaliza jambo hilo. Mheshimiwa Injinia, karibu sana kwenye kiwanja chetu, na pia huyu ni mwenzetu, maana tumemkaribisha kwenye mtaa wa Mustafa. Amejenga hapa, tunaishi naye hapa, ingawa yaishi hapa, lakini bahati nzuri ana nyumba zake zaidi ya 3 kwenye mtaa wa Mustafa. Kwa hiyo mtu anapokuja hapa kulalamika masuala ya vibali vya ujenzi sijui nini, mimi mwenyekiti wa mtaa na kuuliza nani alikuja. Kwa hiyo mwisho wa siku nampigia injinia. Injinia, karibu sana. Jina mimi naitwa Bwana Rajab Hassan Ibrahim, ni mhandisi wa kanda namba 5. Nafikiri tukisikia kanda namba 5 ni kama kitu kigeni hivi. Kama tumezoea serikali ya mtaa, ofisi ya mtendaji. Jamani, mimi ni mtumishi wa halmashauri ya Ilala ama wa jiji la Dar es Salaam. Sasa hivi jiji limegawanyika ama halmashauri imegawanyika kwenye kanda. Zipo kanda 7. Na malengo ya hizi kanda, kwanza ni kusogeza huduma kwa wananchi, lakini pia kusimamia taratibu mbalimbali ambazo zilikuwa zikisimamiwa kule kwa ngazi ya halmashauri. Lakini pia lengo kuu lingine ni kusanya mapato. Mkurugenzi ambaye sasa amehama, Bwana Satura, yuko Temeke, ndio alioleta hili wazo la kanda. Aliona mtu kutoka Chanika mpaka aje kule mjini kwa ajili ya aidha kupata leseni ya biashara au afate kibali cha ujenzi au afate mambo mbalimbali ya ustawi na mengineyo. Akasema hapana, hawa maofisa sasa watoke huku wawafuate wananchi. Kwa hiyo akatengeneza ama akaanzisha vitu vinaitwa kanda. Ziko 7. Hii ya kwetu ni kanda namba 5. Kanda namba 1, Ikulu kule, zoni ya kule. Namba 2 ni ile Kariakoo. Namba 3 hivi Vingunguti, Banana, Kiwalani, Stakshari, ile ndio namba 3. Kanda namba 4 Kinyerezi.
Kanda namba 5 ni hii ya kwetu, inakamata huko Bangulo, inaenda mpaka Majoe, inakuja huko Kinyamwezi, mpaka wetu ni pale Nemati. Sawa jamani, huku kwenye kanda kuna maafisa wote ambao walikuwa kule halmashauri. Huko kuna maafisa biashara, huko kuna wahandisi, kuna maafisa elimu, kuna watu wa ustawi. Na kwa kuanzia sasa akasema kabla ya kujenga haya majengo ya kanda, twende tukaanze kwenye ofisi za watendaji kata. Kwa kanda yetu sisi miongoni mwa kata zote ambazo ziko kata 5, wakasema kanda yetu iwe pale Gongo la Mboto Ubena, kituo cha zile bajaji zinazoenda kule Ulongoni. Kwa ofisi yenu ya kanda iko pale. Hauna sababu sasa hivi ya kutoka hapa kwenda kule mjini kufuata zile huduma ambazo ulikuwa unazifuata zamani, kwa sababu maofisa wale wamesogea sasa, wapo Gongo la Mboto hapa. Na hata ukisema uende kule aidha Anatoglo au wapi, watakurudisha, watakuuliza wanaishi wapi, utasema mimi naishi Kinyamwezi, watakwambia nenda kanda Gongo la Mboto pale, aidha watakupa mawasiliano ya ofisa au watakuelekeza wapi ilipo kanda. Sasa kwenye kanda pale, mimi pamoja na wenzangu kwa sasa tupo 4. Nimepatana na mwenzangu anaitwa Fredrick Samira, naye ni mhandisi pia. Simama hapo. Huyo hapa. Haya sana. Sisi pale jukumu letu ni kushughulikia majenzi kwa ujumla kwenye kanda hii ya kwetu. Majenzi haya ni ya serikali na ya watu binafsi. Humu kuna mashule yanajengwa, tuna kituo cha afya ile, kuna nani kule Viwege, si ndio? Tuna madarasa hapa Viwege, mabweni. Sasa hivi kuna hivi vitu issue za vivuko, si ndio? Yote haya tunayashughulikia kwenye ngazi ya kanda, tukifanya coordination na hapa nyumbani kule ambapo ndio kwa mkuu wa idara. Lakini eneo lingine tunaloshughulikia ni vibali vya ujenzi. Sasa mimi nafikiri tujikite hapa, majenzi ya serikali na majenzi binafsi. Tujikite sasa kwenye majenzi binafsi, kuwa na kibali cha ujenzi, lakini pia cha ukarabati, nene bali zaidi cha kubomoa, lakini kama haitoshi cha kuzingira, tunasema holding. Nimeongea vitu kama 4 hapa Kibali cha kwanza cha kujenga nyumba, nitafafanua. Kibali cha pili cha kufanya ukarabati nyumba ya kwako. Kibali cha tatu cha kubomoa nyumba. Kuzingira ni uzio ule wa mabati. Mchai kuona wanapojenga magorofa wanaweka mabati. Ile tunasema ni hodi, kuzingira. Huko kwetu haipo sana. Ipo kwenye maeneo. Tuna vitu viwili, kibali cha kujenga na kibali cha kukarabati. Sasa jikite sana kwenye hivi viwili ili nisiwachoshe, maana ni elimu kubwa, lakini baadaye nitasema tu ya kwamba aidha ambaye hatoelewa vizuri ama atahitaji ufafanuzi zaidi, ofisi ile ni ya kwenu. Karibuni sana. Sawa Karibuni sana. Huku mitaani kuna mizozo mingi. Naamini nyinyi mtakuwa wajumbe sasa kupitia kikao hiki. Wengi wasema sasa leo mimi naomba ni clear doubts hizi. Vibali vya ujenzi vimegawanyika kwenye maeneo yaliyopimwa na maeneo yasiyopimwa. Tunasema surveyed and unsurveyed plots. Maeneo yaliyopimwa ni yale ambayo yana hati miliki kwa mujibu wa kamishna wa ardhi. Maeneo yasiyopimwa au maeneo
Sasa basi gharama ama utaratibu wa kupata vibali hivi vya ujenzi ni kama ifuatavyo. Sheria zinasema kwanza, mwananchi anatakiwa awe na michoro ya kile anachokijenga. Tunasema architectural ama structural drawings. Anatakiwa awe na michoro ya kisanifu ama ya kiinjinia ama yote miwili. Ya kisanifu yawezekana lugha ikawa ngumu sana hii. Tuishie tukisema unatakiwa uwe na michoro ya kiinjinia. Ufafanuzi zaidi au ukifika ofisini nafikiri tutaweka sawa. Ukisha kuwa na hii michoro, unatakiwa uwe na umiliki wa kipande cha ardhi. Tunaamini ukisha kuwa na ramani lazima kuna sehemu unaenda kuijenga, si ndio? Kwa hiyo sehemu pia lazima uwe na umiliki halali napo. Na kinachosema kwamba hilo eneo ni lako kwenye maeneo yaliyopimwa, hatuna shaka sana, kwa sababu utakuwa na hati. Tujajiridhisha ile hati haidaiwi mpaka ule muda unaomba kibali. Kama kwenye squatter unatakuwa na mkataba wa mauziano, na ule mkataba wa mauziano lazima usainiwe. Sio tu kwamba eti mimi fulani nimemuuzia ndugu yangu huyu ukawa mkataba. Hapana, kuna taratibu. Sawa jamani? Holela yanakuwa na migogoro mingi, dhuluma ni nyingi. Unakuta eneo limeuzwa mara mbili, huyu anamuuzia huyu pasipo kufahamu. Na sisi kwa kuwa tuko mbali kule, unapotuletea mkataba wako wa mauziano, sisi hatuna hakika kwamba lile jina lililoandikwa pale ni wewe. Kitakachoturidhisha kwamba wewe ndiye mmiliki wa ule mkataba, kuna fomu tutakupatia inaitwa fomu ya maombi ya vibali kwenye maeneo yasiyopimwa. Sawa jamani? Fomu ya maombi ya vibali kwenye maeneo yasiyopimwa, unsurveyed plots. Ile fomu tukikupa, utajaza pale mbele taarifa zako, taarifa binafsi kama ilivyosomewa kwenye mkataba. Ni shilingi 200,000. Jengo la chini tunaita slum ni shilingi 200,000. Ukilipa 200,000 utajenga ndani ya miaka isiyopungua 3, yaani uhai wa kile kibali. Kibali kikiisha muda, una wajibu tena wa kuhuisha muda wa kile kibali.